Binafsi nataka niwahakikishie ndugu zangu wa Itilo, Mwenyezi Mungu kamchukua Paskali. Kuna mambo ambayo alikuwa natamani kuyaona. Mojawapo ulikuwa ni mradi wa ujenzi wa maghala ya chakula ambayo yako upande wa pili wa barabara tu hapa. Niwahakikishie kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu mradi ule hautokufa, utaendelea kuwepo, na maghala ya chakula ya taifa ya kanda ya mkoa wa Tabora yatajengwa pale kama ambavyo yalikuwa yamepangwa. Lakini la pili, niwahakikishie tutaendelea kushirikiana kuhakikisha yale yote tuliyoahidi mimi na yeye chini ya mwembe pale barabarani yatatekelezwa, wala msiwe na hofu wananchi wa kata ya Itilo. La tatu, huwa kuna msemo maarufu tunasema binadamu akienda mbele ya haki kwamba pengo lake halitafanya nini? Halitazibika. Lakini lazima atapatikana wa kuvaa viatu vya nani? Vya Paskali. Pamoja na chama, niwahakikishieni atapatikana mwana CCM mwingine ambaye ataendeleza gurudumu la maendeleo kwenye kata hii. Kwa familia amesema mkurugenzi hapa, sisi kama halmashauri ya mji, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaishi kama familia wote, watumishi na wanasiasa. Niwahakikishie tu familia tutaendelea kuwa bega kwa bega, kwa sababu mahusiano yangu mimi kama mbunge na Paskali hayakuanza kwa sababu ya udiwani wake, hayakuanza kwa sababu ya wenyekiti wake wa halmashauri. Yalianza kabla hajawa diwani wala hajawa mwenyekiti wa nini? Wa halmashauri. Tutaendelea kushirikiana kuhakikisha kuwa familia hii inakuwa na amani na utulivu. Paskali aliniachia katoto. Sio katoto kakukazaa yeye. Kabinti kidogo kana ulemavu wa albino. Na ilikuwa kila Disemba ikifika, wakati shule zinafunguliwa, nilikuwa naweza nisipokee simu ya Paskali ingine yoyote, lakini simu ya Januari lazima niipokee, kwa sababu ninajua kwamba sasa umefika wakati wa kumpeleka mtoto wetu wapi? Shuleni. Niendelee kuihakikishia ile familia kwamba yule mtoto tutaendelea kumsomesha kama ambavyo Paskali alinikabidhi chini ya mti pale shuleni. Niwapeni huo moyo na tutaendelea kufanya hiyo kazi. Mwisho, niwatakie kila la kheri. Mwenyezi Mungu atupe moyo wa subira, kwa sababu hatujui mauti yatamkuta nani na wakati gani. Kwani sote tunatembea na mauti na saa yoyote yanaweza kutukuta, na tunatakiwa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila hatua. Asanteni sana na washukuru sana.